Mheshimiwa Jaji Mkuu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana katika siku hii adhimu ya kuwapokea wanachama wetu wapya katika taaluma hii tukufu ya sheria. Ni furaha kubwa na heshima ya kipekee kusimama mbele yenu katika tukio hili lenye maana kubwa, si tu kwa maisha yenu binafsi, bali pia kwa mustakabali wa haki na utawala wa sheria nchini. Aidha, nachukua fursa hii pia bila kuathiri hatua zozote zinazoendelea kutoa pole sana kwa wananchi waliofiwa, kupoteza ndugu, jamaa na marafiki, na wale waliopata madhara mbalimbali ikiwemo uharibifu wa mali uliotokana na changamoto za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Na ni imani yangu kwamba Mungu atatuonesha namna bora ya kutoka katika changamoto hii tukiwa wamoja zaidi. Nawapongeza kwa dhati kila mmoja wenu kwa kufanikisha hatua hii muhimu. Safari yenu hadi leo imejaa bidii, uvumilivu na kujitolea. Leo mnaungana rasmi na safu ya heshima ya mawakili wa Tanzania, jumuiya ya watoa huduma ya kisheria yenye wajibu mkubwa katika kuhakikisha haki, usawa na ulinzi wa katiba vinadumishwa. Chama cha Wanasheria wa Tanganyika kinaendelea kujivunia mafanikio tangu kuanzisha kwake takriban miaka 70 iliyopita. Ni miaka ya mafanikio yaliyotokana na juhudi na uongozi wa wanachama wake waliotangulia na waliopo. Hivyo kuapishwa kwenu leo ni sehemu ya kuendeleza urithi huo na kuandika ukurasa mpya wa uongozi na uwakili wenye tija kwa taifa letu. Ndugu zangu, katika siku hii ya kihistoria, naomba niwape nasaha chache au nyingi zifuatazo. Kwanza, jambo la kwanza la kufahamu kwamba uwakili ni wito wa kuhudumia jamii, sio kazi ya kawaida. Ni muhimu kutambua kwamba taaluma ya sheria ni wito, si ajira ya kawaida. Kuwakilisha wateja wenu ni kuhudumia haki, kulinda misingi ya katiba na kuendeleza utawala bora unaozingatia sheria, usawa na haki za binadamu. Hivyo wakili ni mtu ambaye kiwango chake cha uzalendo kwa taifa, ujasiri katika kusimamia na kulinda katiba na sheria, utawala bora, utawala wa sheria zikiwemo haki za binadamu ni cha juu zaidi kiwajibu kuliko mtu mwingine. Hapa mnatoka mahakimu, wanatoka wanasheria wa serikali, mnatoka maprosecutor, mtatoka mawakili. Unaposhika karatasi kufanya kazi, jua unafanya kazi hiyo ukiwajibika kwa Mungu, na ifanye kwa kiwango kama kwa ubora ambao hutaufanya tena, na Mungu akikuuliza utasema that is the only best thing I can do. Jambo la pili, mawakili ni nguzo katika jamii. Jamii inawaona ninyi kama walinzi wa haki, uadilifu na ukweli. Mnapaswa kuwa tayari kuhudumia umma katika mazingira yoyote, yawe mazuri au magumu, bila uoga, hofu, husda wala upendeleo. Nipende kuwakumbusha pia mnalo jukumu kubwa la kusimamia utawala wa sheria, haki za binadamu na utawala bora kwa mustakabali wa maendeleo endelevu na ulinzi wa rasilimali za taifa. Tunaweza tukawa na majeshi yenye kila aina ya silaha, tunaweza tukawa na makombora. Ukishakuwa na mawakili vilaza, taifa hilo litapigwa na kila mtu. Siku hizi watu wanagombana kwenye karatasi, kwenye mikataba ya kimataifa, kwenye namna ya kuikamata dunia kibiashara, kiuchumi. Tuna wajibu mpana wa kuelewa kwamba sisi
Yaani wewe ni bondia. Unajua football tunasemaga kuna teamwork. Mnashirikiana mnakuwa 10, 12, 11, 12 refa akiwa upande wenu. 11. Lakini unapokuwa wakili ni sawa sawa na jeshi, lakini la mtu huyo aliyetumwa na taifa lake. Popote unapokwenda, do the best of what you can for your nation. Huo ndio uzalendo tunaotarajia kutoka kwako. Ukiwa mbele ya hakimu, fanya tafiti, jiandae, wasilisha, ambapo hata ukitoka utamfanya hakimu wa tabasamu na atamani kesho uje kuendelea. Vivyo hivyo kwa jaji na kwa maafisa wengine unapofanya kazi zetu. Unaposhauri viongozi, shauri kwa ukweli bila hofu. Nimefanya kazi kidogo, kuna wakati unaletewa faili unaambiwa, nadhani uandike hivi. Mwambie hapana, hebu hicho unachotaka andika kwa maandishi. Alafu wewe ikifika cha kwako, fuata sheria, katiba, miongozo na kanuni zinavyokutaka to the letter. Jambo la pili, uadilifu wenu ni mtaji kwenye hii kazi mnaofanya. Lazima mjue, uadilifu wenu ni mtaji. Sifa na tabia njema ni hazina isiyopimika. Uaminifu kutoka kwa wateja, mahakama na jamii unajengwa kwa muda mrefu, lakini unaweza kuporomoka kwa kosa moja. Napenda kuwaasa kudumisha uadilifu kama dira yenu ya kitaaluma, pamoja na kuzingatia maadili kwa mujibu wa sheria. Wakili sio mtu wa ovyo ovyo. Tunaelewa mmepitia law school, mkapita huku. Lakini kama ilivyo chujio ya chai, kuna wakati vipunje punje vya majani yale yanadondoka kwenye chai. Tunao mawakili wa sampuli hiyo. Chukua nyumba za mirathi, shirikiana na madalali, unauza, hela unakula. Unapokea hela za wateja, hatuendi mahakamani kwa wakati wala kuwawakilisha kwa uweledi. Wengine tunaita kupiga huku na huku. Unakula kwa mteja wako, unakula kwa kule. Ukweli wakili wa namna hiyo ni dhambi, kwa sababu ukiondoa wachungaji, siku zote ninasema wachungaji ni watendakazi shambani mwa Bwana. Sisi ni delegatus wa Mungu kwenye kutoa haki, ni juu ya watendaji. Kwa hiyo kiwango chetu cha uadilifu kinatakiwa kiwe juu zaidi ya watumishi wote unaowaona duniani. Jambo lingine, elimu endelevu. Ukiingia kwenye tasnia na taaluma hii, soma. Sio unabaki na vistatuti vyako na tuvitabu tu mwaka 74 mpaka tumebadili rangi. Unafikiri you are there. Hutakuwa na msaada kwako, lakini vile vile hutaweza kuingia kwenye ushindani wa soko. Soma, jiendeleze. Hudhuria CLE. Fanya tafiti. Siku hizi unakuta kuna vikao vya mahakama ya rufani. Wakili yuko kuangalia mechi ya TRA na Yanga. Afikiri kwamba huu muda dakika masaa mawili haya nikae pale nione kitu gani kinaendelea. Huoni hilo jambo. Hatujifunzi. Ndio maana wakati fulani tunashindwa kuzishauri mahakama au kuzishawishi mahakama vizuri, kwa sababu we are so damn closed. Yaani hujui chochote wakili, unanyenyuka na ka authority kako ka mwaka 44 ambako ni so irrelevant. Alafu mwisho tutabaki kulaumiana. Soma, jiandae na ukubali kwamba hujui kila kitu. Uliza kwa waliokutangulia. Jambo lingine, kujitolea kwa ajili ya wanyonge. Kumbukeni jukumu la kutoa. Kumbukeni jukumu la kutoa huduma za kisheria kwa watu wasioweza kumudu gharama. Ni wajibu. It's not an option. Sio hiari unapokuwa wakili. Kazi yetu sio kutengeneza faida tu, bali ni huduma kwa jamii yetu. Pro bono, hilo tunaita ndio moyo wa uwakili. Usiruhusu machozi ya mwananchi yatiririke mbele zako kwa sababu amekosa uwakilishi wa kisheria katika changamoto inayompata.
Tambueni na kuheshimu mahakama. The court you see is your bread and butter. That's the first principle you must understand. Siagi yako na mkate wako ni mahakama. That's where you are making your living. Don't turn it into a hell. Mahakama ni muhimili wa utoaji haki. Heshimuni majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama. Wafanyeni kuwa washirika wenu katika kuhudumia wananchi na utoaji wa haki. They are not your adversary. Kwa hiyo tuhakikishe tunatengeneza haiba ya taaluma yetu. Kama hakimu amekosea, kuna utaratibu. Kama jaji amekosea, kuna utaratibu. Kama hujaridhika na uamuzi, kuna utaratibu. Tufanye utaratibu ili tutengeneze mahakama zetu ziwe mahali bora na salama, lakini penye kila nakshi ya uweledi na uadilifu kila tunapotekeleza majukumu yetu. Lakini lingine nalo hasa ni kwamba huduma ya sheria nje ya mipaka ya Tanzania, ulimwengu unabadilika na sheria hazina tena mipaka. Tusiogope kushirikiana na vyama vingine with caution. Tushirikiane na vyama vingine. Tuna East Africa Law Society, tuna Pan Africa Law Union, Lawyers Union, tuna International Bar Association. Twende kule. Wajua Tanzania tunapenda sana kupiga, tunajificha chini ya meza huko. Tusiogope kuinteract na wengine, ili mradi tuna interact tukiwa na akili timamu na tukielewa mipaka na kulinda maslahi ya haki za binadamu, lakini na ulinzi wa taifa letu. Jambo lingine, nawaasa shirikini katika maendeleo ya chama chenu. TLS ni chama chenu. Sasa ni wanachama halali wa TLS. Jifunzeni sheria na kanuni za TLS. Shirikini katika mikutano na vikao, na hakikisheni mnaelewa wajibu wenu wa kuchangia maendeleo ya chama na ya taifa kupitia chama chenu. Mara zote nimekuwa nasema sisi TLS sio adui wa serikali. We are not an anti-government terroristic group. Sisi ni organization ya kisheria. Tuna wajibu wetu chini ya kifungu cha 4 cha kusimamia sheria, utawala wa sheria, utawala bora, haki za binadamu na kuishauri serikali. Kwa hiyo ni wajibu wenu kuwa na maadili ya kukipenda chama chenu. Na hata chama chako kinapotoa jambo ambalo sio sahihi, fuata utaratibu wa kuwaona viongozi na kurekebisha. Siku hizi tuna vijana wengi sana, nimeona kwamba chama kinaweza kikatoa utaratibu na wenyewe wanaanza kujirekodi, kila mmoja anatoa utaratibu wake. Kanuni za TLS ukizisoma kimya kimya ni kama chama cha wachawi hivi. Ukitoa siri zetu tunakuua kitaaluma. Will take you out. Hatuwezi kula mtu afu katoa siri zetu. Maana yangu ni nini? Kwamba TLS ni taasisi ya kitaaluma. Tunapotoa maelekezo au misimamo ya kitaaluma ni misimamo ya kichama. Sisi hatufanyi kazi kwa dukuduku, kushindana na dola, kushindana na mtu. Hapana, tunachotaka ni kulinda integrity na supremacy of rule of law. Kwa hiyo mjue mnaingia sasa, nyinyi ni mawakili. Jifunze kwa kila mtu, kuwa mnyenyekevu.
Kwa sababu kuna wengine akifika pale mahakamani anafikiri karani wa mahakama hajui. Mimi nilichojifunza, makarani wanajua mambo mengi sana kuliko sisi mawakili. I don't know if you understand that. Unaweza ukafika pale na kuambia umekosea hapa, hapaendi hivi, usivimbishe kwamba una certificate umepewa na jaji mkuu. Rudi kule, tulia, jifunze kwa kila mmoja. Ukifika mahakamani umekuta senior, wapishe, ndio utaratibu, kwa sababu unaendelea kujifunza. Sasa unakuta mtu anasema mimi nafahamiana na karani tu, nikifika pale na mkonyeza na waacha wale senior wamezubaa kwenye corridor. Tunaposema twende kwa kufuata seniority ni kwamba senior anapomuaddress judge, anamuaddress hakimu, unajifunza kitu cha kufanya. Ndio maana sasa hizi courtesy hakuna. Unamkuta wakili wakati fulani unajibizana na hakimu, utafikiri kikundi cha wavuta bangi. Ni kwa sababu hamtoi fursa ya kujifunza. Na always kwenye sheria ni kujifunza. Understand there is a seniority. Mkubwa anajifunza kwako, lakini na wewe tayari kujifunza na kuwa mnyenyekevu wakati wote. Sheria na maendeleo ya taifa. Chukueni wajibu katika kukuza uchumi wa taifa. Kulinda rasilimali za nchi na kusimamia kwa wivu mkubwa mihimili ya dola, ambao ni serikali, bunge na mahakama. Wajibu wako mkubwa, hakikisha mahakama haichezewi na ina heshima na staa yake wakati wote. Kwa sababu tukiruhusu mahakama watu wapoteze imani kwa mahakama, we are doomed. Zamani wakati wa babu zetu angalau uchawi ulikuwepo wa kweli, walikuwa na uwezo. Ukinyimwa haki unakwenda kuloga na mtu anakufa. Siku hizi wachawi hawapo tena wa kweli, ni matapeli tu. Kwa hiyo the only refuge ya kudai haki yako ni mahakama. Tukiharibu hii, tutalia machozi na kusaga meno na hatutapata mtu wa kutubembeleza. Kwa hiyo kunapotokea mazingira yoyote ya kudiscredit utukufu, sizungumzi utukufu wa Mungu, utukufu wa kimahakama, ile integrity ya kimahakama ambalo ni eneo letu la kazi, yoyote anayetaka kufanya tumkemee kwa nguvu zote bila kumuogopa, na tumwambie kwa maneno makavu, stay away from the integrity of our court. Ndugu zangu, kwa kumalizia, nawapongeza sana kwa hatua hii ya kipekee, na watia moyo muwe mawakili wenye dhamira, maadili na ujasiri. Hudumieni watu kwa huruma. Nimewaambia nyinyi ni delegatus wa Mungu. Our God is a lawyer. Mungu sio mwinjilisti wala shehe wala askofu. Mungu ni mwanasheria. Popote alipotokeza alijitokeza kisheria. Rudi kwenye maandiko yote. Kwa hiyo mna wajibu mkubwa wa kimaadili. Tuelewe maeneo yetu na mazingira ya kubehave na namna ya kubehave. Tusijae Mwanza, Arusha na Mbeya na Dar es Salaam. Nataka kuwapa siri. Tawanyikeni, kafanyeni kazi. Wakili, kuna watu wamesoma mawakili unamkuta ni benki tela kwa sababu wanataka kukaa mjini. Kweli wakili unaacha utukufu, yani kutoka Mungu ndio wewe, unaenda kuwa benki tela? Nendeni kwenye maeneo ya pembezoni. Mtu anayekwambia kazi zimeisha si kweli. Nenda maeneo ya pembezoni. Mahakama ziko maeneo yote karibu sasa. Nenda maeneo kama Chunya. Nenda maeneo kama Geita. Nenda maeneo sijui unaenda Lindi kule. Nenda maeneo unakwenda unashuka zako kule, unaenda Mpanda. Kuna maeneo mengi. Acha kukaa huku maeneo, kuna watu utakuta tumekaa huko na ndevu mpaka kila mtu amekariri njia za kuja ofisini kwetu.
kule kwa tunanyang'anyana hapo. Go, nenda kajitafute. Jenzi mnasema kujitafuta, nenda kajitafute, utajipata. Karibuni sana katika taaluma ya uwakili. Natambua pia uwepo wa mwenyekiti wa umoja wa mawakili vijana, niliambiwa atakuwepo hapa, sijamuona. Kwa hiyo vile vile ni chukue nafasi hii kuwakaribisha katika umoja huo ambao tunaufikiria kwa namna tofauti. Tunaupenda, lakini vile vile tunauangalia kwa namna ulivyo, kuona namna gani ya kuboresha. Kwa hiyo tunaomba mnapofika, karibuni, jifunzeni. Tunawapenda. TLS iko tayari kushirikiana na ninyi. Najua wengine tayari bado wako wanaendelea kuwepo mahakamani, lakini msiogope na niwatie moyo. Msipende kulipa ile nani practicing. Hichi chama ni chenu. Waheshimiwa majaji, ukitoa tu 400,000 kwa mwaka unapungukiwa nini? Lipeni kama mchango kwa chama chenu. Tunawaomba kwa sababu ili tutoe legal aid, kuna Watanzania wana matatizo genuine. Mnanielewa ndugu zangu? Mchango wako ndio utakaosaidia sisi tuweze kuendesha shughuli za TLS kwa ufanisi sana. Mungu awabariki, tunawapenda. Karibuni kwenye fani.